آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. Sifa kamilifu anastahili Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ambaye ilipanga jambo litakuwa na lile ambalo halitaji muhimu, na ni sifa na kutukuza na kuja kwake kumaliza tuzo lake. Nashuhudia kwamba yeye ni mmoja na mshirika. Nashuhudia kwamba Muhammad mtoto wa Abdullah ni bora wa huyu umma, kadhalika mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Amani na salama zimkie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hizi mtangazo wale ambao wapata nianzani mpaka siku ya mwisho. Uislamu inafahamika kwa siku ya Jumamosi na tunasoma kitabu Al-Muwatta, kitabu cha kwanza na imeandikwa hadithi zilikuwepo, lakini zilikuwa zikuandikwa jama kama kusanya katika kitabu kimoja maalumu. Walikuwa wakiandika, moja anaandika kadiri ya uwezo ambao anao, na mwingine anaandika kadiri na kile ambacho alichowezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ambayo yanampendeza na yale ambayo anaona kuwa haya ni ya mwingine andiki, lakini kama ya kuandika, lakini kuandika ilikuwa ni baadhi ya wachache ambao wanajua kuandika, kwa sababu hilo kitabu anaanza kuandika kwa wakati ulikuwa ni bila washikasi, ni watu wachache. Nafahamu kuwa watu hawakusoma. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi ba'atha fi ummiyina rasula, ndio alituma kwa wale ambao hawakusoma mtume. Arabu hawakuwa wanataka kusoma, na mtu ambaye alikuwa akiandika kwa Arabu inaonekana ni mtu faridu minawi, ni mtu ana kitu special tofauti na wengine. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe hakusoma, kwa anataka kuandika, akasomeshwa na Allah. Mtume anasema angelikuwa anaandika, ungekuwa unajua kusoma na kitabu cha Mungu, wangechukia na kumshakia kwa haya maneno yaandike, kwa sababu ni nini? Kwa sababu kusomeshwa na binadamu, hivyo ni kusomesha nini? Alisomeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mzangu sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akajalia kutokusoma kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani ni mkaba, ni sifa kwake, lakini kutokusoma kwako wewe duniani ni sifa mbaya, ni sifa mbaya. Kwa hiyo tunalazimika sote kusoma, lakini Mtume hakusoma kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa anaandaa kumjika mbivu kabisa, alikuwa anaandaa mtume wake. Kama alikuwa msomi mkubwa, watu wangesema si msomi, amefanya kile ambacho kinahitajika, iko Qur'ani kuanzisha. Kwa hiyo zangu sana ilmu hadithi, kitabu cha kwanza kilianza kuandikwa ni kitabu ambacho tunakiona hapa, kitabu Al-Muwatta. Na wanachuoni wao si kitabu kusema ma dhahara al-ardi, kitabu baada kitabu la aswahu min kitabu Malik. Hakuna kitabu ambacho kilikuja katika mgongo wa hapa duniani kikawa bora baada ya Qur'ani kama hicho kitabu. Na maneno yakisema kabla kitabu au sahihi Imam Bukhari kitakuwa hawaanza kuandika. Kwa hiyo sana huko leo tunafika mlango babu wa Ijumaa. Babu wa mlango wa wakati wa Ijumaa. Haya maneno, kuna neno ambalo limejificha Kiarabu na Migrani kawaida, kwa sababu ndio watu wanafasaha kupita kiasi. Kuna neno ambalo limejificha, unaweza kawaida sasa ukagundua umeandika al-masjid, wameandika al-masjid. Hii ni sentence, ni jumla inaenea, lakini kuna neno ambalo halikuandikwa, lakini kwa wale ambao wanasoma grammar wakisema al-masjid, kuna neno ambalo wanataka kusema hadha al-masjid, huyu ni msikiti. Hata kwa lugha zingine nadhani liko sitakuwa mimi sisoma hizo, lakini kuna nafasi kieni unaandika na unakuta wanaandika hospital, manake hii ni hospitali. Kuna neno ambalo liko nitatumia, hii ni hospitali, sio kusoma. Kwa hiyo hadha babu wakati swala, huyu ni mlango wakati wa swala. Uislamu hukumu wakati ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikiapia kidati aya tofauti. Aliapa kwa siku leo, kwa mchana, wakati wa asili, aliapa kwa wakati ambao yeye mwenyewe anaotaka, na anapoambia wakati, kwa sababu wakati ni akidunduka ni kitu muhimu sana. Ukikipoteza leo, kesho huwezi kupata.
Leo ukizombea kufanya kazi, kesho huwezi kupata tena ile nguvu ya kufanya kazi. Leo ukichezea ujana wako, mambo yanaisha. Kama unasoma udogoni utagundua. Fikiria, hivi watu wazima wote huwa wanafuta. Hivi kwa nini tukisoma kwa watu wazima? Sababu kule walifanya wanaweza kuwa wanaandika, wanaweza kuwa wanaandika. Kwa hiyo siku yako ya jana inaanza leo. Siku ya jana inaanza leo. Wakati ni kitu muhimu, na ndio maana ukawekwa katika ibada. Ni kitu ambacho kitaja kuosha. Ni sharti ya swala nakumbuka, kwa sababu ukiswali kabla ya wakati swala yako haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo adhana ukitoa kabla ya wakati wa swala, hii adhana haibi adhana, kwa sababu adhana huwa ni ilamu wakati wa swala, huwa ni ilamu nasi wakati swala, au huwa ni ilamu anasi wakati swala, kuwafunza watu ya kuwa wakati wa swala umeenea. Kwa hiyo leo tunasoma wakati wa swala ya Ijumaa. Wakati wa swala ya Ijumaa, mlango wa wakati wa swala ya Ijumaa. Waislamu Ijumaa inafahamika kuwa moja katika sayyidu ayyami al-usbu'a, bora katika siku za wiki. Kabla ya kuitwa Ijumaa haikuwa Ijumaa, ilikuwa Ijumaa, yaumu al-Ijumaa. Hivi tunaitaga siku gani? Lakini kabla haija mtume hajahamia Madina, ilikuwa Ijumaa, siku ya Kiarabu. Wamezungumza hivyo katika kitabu Sahih al-Bukhari. Kwa hiyo siku ya Waarabu walikuwa wanaitukuza kama Waarabu, wanaitukuza Waarabu kama siku yao sisi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka kuinua, anakuletea kitu kikuinua au sababu ambazo zinaweza kukupitia kwenye maneno. Madini yote yalikuwa yanatafuta hii siku. Wayahudi walisema siku bora katika wiki ni siku ya Jumamosi, kwa madai ya kuwa ndio siku Mwenyezi Mungu akuuba fastaraha ta'ala Allah ama yakunu waduna huyo wanamkabira, wakadai kuwa ni siku ya Jumamosi, kwa sababu mnakumbuka Mwenyezi Mungu alianza kuumba siku ya Jumapili, kisha Jumatatu, kisha Jumanne, kisha Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Siku ya Jumapili Mwenyezi Mungu katika hadithi ambayo inapatikana katika Muslim Kabiri Imam Tabarani anasema awwal ma khalaqa Allah al-ard, alianza kuumba ثم السماء والليل ثم هذا فخلق دعا الأرض يوم الثلاثاء. أنا مرينا مسلم محمد صلى الله عليه وسلم سكي قد نجاكم بعد سكي باقي ينبغي kisha akaumba mbingu siku ya Jumatano. Siku ya Jumanne akaiwekea milima ardhi, lianna hakana thabiti, ilikuwa inatikisika na uwe ikishayoka kwa anga kwa dhalika. Baada ya kuumba mbingu ikafuta narudi kuumba ardhi na ikaiweka vizuri kadhalika. Waislamu watukufu, kwa hiyo hii siku ambayo tunazungumza, siku ya Ijumaa, siku Mwenyezi Mungu alichukua akaikabidhi na akaiweka kizicho katika huyu umma huyu. Na ndio maana kuna hizi tofauti, kuna vitu vitendeka kabla ya huyu umma, na kuna vitu ambavyo ni special katika huyu umma, kama sala tano, utano wake sana sala hiyo, lakini utano wake hapana. Mnaelewa vizuri? Walikuwa na swali Mwenyezi Mungu anathibitisha katika Qur'an, inni ma'akum la yakatu nisfa wa Israeli yuko pamoja na nyinyi kama mtasimamisha swala. Maana kwa swali. Kwa hiyo lakini hizi tano, moja, mbili, tatu, nne, tano ni kitu special. Kitu kingine ambacho hakikuwahi kuwa isipokuwa katika umma ni Lailatul Qadr. Lailatul Qadr ni special kwa Mungu alileta ili tuwakurudie miaka ambayo iliishi waliopita, na vitu vingi kama utayammum ni hapa kwa sababu huyu. Kwa hiyo zangu Waislamu, huyu mlango wa wakati wa Ijumaa ni siku katika siku, katika jina, katika majina ya siku na ibada. Unaelewa? Siku inaitwa yaumu Jumaa, bisukun, yaumu Jumaa.
lakini ibada yenyewe inaitwa aljumua bidhammi almim. Qala ta'ala alladhina amanu idha nudiya min salati yawm aljumu'ati, akaiweka kwa dhamma lianna ibada, kwa sababu ni ibada. Kwa hiyo ile ibada inayotendeka katika ile siku la tatanaqqal, haiwezi kama hamwezi kufikia siku nyingine ile wala katika jamaa katika hii mtuki haikubali kuchana. Swala zote zinaweza zikachana, swala nne zinaweza zikachana. Unanielewa? Swala nne zinaweza zikachana. Isipokuwa sala ambazo zinachana muda. Fikiria sala ambazo unaweza kuzisali kama uko msafiri au kuna uoga au unaumwa ngapi? Mbili tu. Nne sala nne. Adhuhuri na alasiri na magharibi na isha. Alfajiri hicho ndio inaendelea. Kaisali kwa wakati wake. La, mbili. Ala sabili mithali, ukisafiri unakwenda Kampala. Ukifika Gatuna pale, unakuwa umefika saa 7. Sawa. Ukifika saa 7 unasali adhuhuri na alasiri. Hauwezi kupiga adhuhuri na alasiri magharibi na aibadan alislam. Ni mbili. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema jamaa baina salataini liwahbi, alishanga baina sala mbili kwa sababu ya tobi. Mbona piga tobi akawa yameonekana akachanga swala mbili. Hakuna nafasi mtapata katika hili ukikao katika hili mkaji. Mtume alitembeza sala nne. Hakuna. Utasali mbili na zingine kusali. Abala anna safarta safara fanya kama umesafiri safari ya siku mpaka ukienda hapa na Kanani ni saa 18. Masaa 18 utasali vipi? Utasalia kwenye ndege na utasali hivyo mbili. Sio kasali hapa haiwezekani. Haidhani nini? Swali, hal yajuzu jamu na juzu kusali swala yote na Ijumaa? Hivi vitu vinatokea sana Burundi sana. Najua nilijua kama ni wakati niko naongoza hivi. Kwani kagundua kwa kuna watu wanasali wakisafiri sikia ya Ijumaa. Wanachanga Ijumaa na alasiri. Wangu hivi tumetoa. Ijumaa ishauri na yote. Umeelewa? Swala ambazo zinachangwa ni adhuhuri na alasiri na magharibi na isha. Je, Ijumaa ya adhuhuri? Itachangwa hizi. Sala ambazo zinachangwa. Sikilizeni vizuri. Ni adhuhuri, alasiri, magharibi na isha. Tayeb, Ijumaa iko wapi hizo? Umeelewa? Ijumaa ikubali jamu ma salati al-ukhra haja. Basi ikiwa wao wanajisumbua, kama ukitaka mfano ukiwa msafiri, kwa nini wewe kwenda kusali Ijumaa? Na ikali safari inakuruhusu usiswali? Uswali. Ni ruhusa. Kwa nini wewe kusali? Ngambia wewe mna wasiswali Ijumaa, waswali adhuhuri kisha wailete na alasiri. Kama mwanana. Umeelewa? Kwa ni masala ambayo dakika jiddan katika ilmu fiqh, na wanachuoni walikemea kitu kama hicho, kuchanga Ijumaa na swala nyingine, kwa sababu hakuna nasu. Ijumaa ni sala ambayo ni tofauti na adhuhuri. Nimeelewa? Na hauishani na yote. Yaani wewe ukienda tu kuswali Ijumaa, usithubutu kuileta tena sala nyingine la asiri ukaiswali kwa wakati huo. Umeelewa? Kwa sababu gani? Kwa sababu haikubali kuchangwa na sala nyingine. Swala ambazo zinachangwa ni adhuhuri na alasiri. Ima uiswali adhuhuri wakati wa alasiri au uiswali alasiri wakati gani? Wa adhuhuri. Swali, Ijumaa itachangwa na nini? Tutapata dalili ipi ambayo itaturuhusu sisi kuchanga Ijumaa na sala nyingine? Haipo. Kwa nini? Kwa sababu Mtume jamaa Rasul sallallahu alaihi wasallam baina salatayn, yani akazita adhuhuri na alasiri ilwa, na akachanga akasema maghrib wa isha, kwa sababu ambazo ni sababu tano ziko katika ilmu fiqh. Umeeleweka vizuri? Kwa hiyo wakati Ijumaa, wakati wa Ijumaa ni upi katika hadithi?
anasema hadathana Yahya an Malik. Yahya Malik huyu Yahya ni katika watu ambao waliletea madhhabu ya Imam Malik zaidi kuliko Malik. Ni imamu ambaye alikuwa Madina, imamu ambaye alikuwa Madina, akapokea kwa matabi. Tabi ni watu ambao walikuja baada ya masahaba, akapokea pale kwa matabi. Huyu Maliki akawa alipokea kwa matabi ambao walisomeshwa na masahaba, ikawa hakuwahi kutoka Madina, anazaliwa mpaka anakufa. Hajatoka Madina, alizaliwa mwaka wa 93 Kiislamu, mwaka wa 93 Kiislamu ndio alizaliwa Imam Malik. Ni katika ashabu madhahib al-arba'a, ni katika watu ambao wana madhehebu 4 ambazo zimezagaa kuliko zingine. Madhahib ziko nyingi, lakini zilizozagaa kuliko zingine ni hizi 4. Madhhab Malik, madhhab Shafi'i, madhhab Hanbali na madhhab ya Adh-Dhahiri, Abu Daud Adh-Dhahiri. Hizi madhahib zote khadama al-Islam, zilitumikia Uislamu. Sio kwamba ni vitu vipya, vilitumikia Uislamu kwa sababu tofauti katika matawi, sio katika China, katika usuli zilikutwa wakati mwingine kuna kusofauti. Umeelewa vizuri? Tofauti za mitazamo katika dini, katika matawi, sio katika asili. Tunautapata kama wanachuoni wamesema swala sio lazima. Hakuna. Swala sio lazima, lakini tofauti inaanza. Swala za sunna zinaanza kuja. Swala za sunna vipi? Umeelewa vizuri? Hautopata mwanachuoni yoyote anatofautiana. Mwanachuoni wa Kiislamu anakuja kusema nguzo za Kiislamu ni 4 kabisa. So nguzo ni zile zile. Umeshasikia? Nguzo ni zile zile. Lakini tutatofautiana. Ushasikia? Je, sharubu kuzikata na kuzipunguza ipi bora? Umeelewa vizuri? Hautapata hata siku moja wanazuoni kutofautiana nguzo za imani ni 7 au ni 10 au ni 5 kabisa. Tutakuja kutofautiana nguzo za kurisi ngapi. Unasikia vizuri? Haya yote yanakuja katika nini? Katika matawi. Lakini asili ya kitu kabisa, asili inawezekana. Na nielewa vizuri asili hizo. Kwa Yahya ambaye kutoka kwa Yahya ambaye alipokea kwa Malik. Yahya huyu ni mtu alitoka Hispania. Kutoka Hispania ndio alipeleka madhhabu Malik kule Hispania. Hispania mnajua kama Waislamu au Uislamu ulikaa pale, au Waislamu sahabi walikaa pale miaka 800 kwa ndio na hukumu nchi Hispania. Ndio maana maneno mengi hata za timu za Hispania ni maneno ya asili ya Kiarabu. Real Madrid na mengine. Anami hii kutoka kwa ammi yake. Ammi ni ndugu wa baba yako, sawa, mkubwa au mdogo. Ndugu wa baba yako mkubwa au mdogo anaitwa nani? Anaitwa ammi. Ndio maana tukagundua amamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ammi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wako wapi? An Abi Suhaili ibn Malik, kutoka kwa Abi Suhaili mtoto wa Malik, an Abi, kutoka kwa baba yake, annahu qala akisema kuntu ara tanfasatan li akhi ibn Abi Talib, nilikuwa naona tanfasa. Islam tanfasa ni neno la Kiarabu linakuja kwa maana ya kitambaa, linakuja kwa maana ya kitambaa. Hii neno limetajwa katika sunna si mara nyingi sana, Fasi limetajwa likakaririwa ni kisa cha Khidri na Musa. Musa alayhi salam alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khataba Bani Israil baada ya aliyotubu kwa wana Israili siku moja. Falamma rakat qulub wa zarakat al-a'yun, wakati nafsi imepata na uchamungu kwa kutuba yake na macho yakalia, akawa ametoka. Alipotoka kufika nje akaulizwa na mmoja katika Bani Israili, akamwambia ya Musa, hadunaka ahadun a'lamu minka, kuna mtu ambaye anakuzidi elimu. Fanasi Musa ayarudda ilma Allah tabaraka wa ta'ala. Musa akasahau kunasibisha na kurejesha elimu kwa Mwenyezi Mungu, akasema la, akakataa. Msikiti
au Allah ya Musa walisema kwamba Musa aende kasi fulani wa anyaba akuta mtimita achukue samaki wake amwandae katika nini katika kikapo chake. Alipomwandaa kumweka katika eneo la kikao, anakwenda kwa maana yuko na kijana wake Yusha bin Nun ambaye ni Joshua. Wako wanakwenda Musa akataka watabiri ndio mkestarihi. Akawa mpaka na kusinzia kwa hicho. Aliposinzia ule samaki akatoka kwa mpako akarukia tena kwa naona samaki mko mnapiga kasia. Sinaona mtu wapiga kasia wanakwenda samaki akatoka kwenye kapo kisha akatoka tena pale akarukia kwenye maji na ilikuwa ni ameshafahamu. Kijana akaona nikimwamsha Musa na ndio anashakina alikuwa ni mtu kidogo akawa amekataa kumwamsha Musa. Akamwambia tina badana na kunatina safarina hada nasaba leta sasa chakula chetu mchoko ukipata na safari yetu huna tadhakkara akakaa kumbuka ile samaki beko na nyuma samaki ameshatoka. Akamwambia Musa huna hii nafasi na hii sio samaki alitoka. Musa akasema hapo ndipo haiku na maana tulikuta faruwa tamu hapo ndipo tulikuwa tunapata karibu basi. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala anasema fatadala ataihima qasasa akatoa akarudi. Hapa ndipo akarudi. Aliporudi pale wakateremka ndio akamkuta mtu wakajitapa vitopasa kwenye kadra amejifunika kitambaa cha rangi ya kijani. Amejifunika ameika. Unaona kisha ameika huyu kijana alikuwa amejifunika ameika na kitambaa chake cha rangi ya kijani. Akatoa salamu Musa. Ule mwenye anapewa salamu akasema nabii ardhika salamu. Hii ardhi hii washakatoa salamu yake. Alikuwa hajazoea akapoa Uislamu. Hii ardhi nani anatoa salamu? Ule Musa akamwambia ana Musa na akamwambia Musa Sheikh Musa. Mimi ni Musa mtoto wa Ibrahim. Akamwambia Musa ambaye ni kiongozi wa Bani Israeli. Neno Sheikh inakuja kwa maana nyingi katika lugha ya Kiarabu. Inakuja kwa maana ya cheo, inakuja kwa maana ya kiongozi. Ndio maana Kuwait na Qatar hauwezi kumwita mtu Sheikh. Ni jina la kiongozi. Kiongozi wa Kuwait anaitwa Sheikh. Umeelewa vizuri? Kiongozi wa Kuwait anaitwa Sheikh. Wewe jichanganye sasa wale kitana Sheikh mchi sawa utafuta. Kwa hiyo Sheikh anakuja kwa maana ya kiongozi, anakuja kwa maana ya nani? Inakuja kwa maana ya msomi, inakuja kwa maana ya mtu mzima, inakuja kwa maana ya mtu mwenye nafasi yake katika jamii. Zote hizo zinakuja kwa maana sana kuishi kwa sababu sheikh kama sheikh mwenye ndugu dhabiba. Kwa hiyo sheikh inakuja kwa maana na kwa Qur'an inakuja kwa maana ya mtu mzima, Katika sunna inakuja kwa maana ya kiongozi. Itina bisunna shaykhain. Makhawarij wanaenda kumnafishi Ali ibn Abi Talib. Tuambie sunna ya viongozi wawili unaweza kupata haya ambayo yanafanya wenyewe kufanya viongozi wawili kwa kusudia Umar Abu Bakr na Umar radhiyallahu anhu wa ashabi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Fine. Ndugu zangu Waislamu, kulluha anasema kuntu ara tulfasal bi Aqili ibn Abi Talib. Nilikuwa naona kitambaa cha Aqili ibn Abi Talib. Waislamu Aqili shida Uislamu hadithi moja inaweza kuwa na matokeo mengi na ukashinda kuimaliza. Hiyo hadithi moja. Na maana mtu tunaendelea taratibu sasa hata kila nikisoma kalima lazima nipatie istishhad katika lugha, katika Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqili hichi kitambaa kilikuwa cha Aqili. Aqili ni nani? Aqili ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na baba yake wa kumzaa kufaga wa huwa marhum fi batni ummi, yuko katika tumbo la mama yake. Tuko sawa? Lakini ndugu wa baba zake walikuwa gawana. Ndugu wa baba zake walikuwa wawili, walikuwa makafiri, wawili walikuwa Waislamu. Kafiri ni Abu Lahab, huyo hakuna Muislamu wa mzuri. Na mwingine kafiri ni baba yake na Ali ibn Abi Talib ambaye anaitwa Abu Talib. Huyo aliingia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo Abu Talib alikuwa kafiri mudhiya, alikuwa na watoto wengi. Ndio maana mtizameni katika sia
Mtume alianza kufanya kazi kwa mdogo ili amsaidie baba yake. Anza kazi kwa mdogo sana. Kabla ya miaka 12 alikuwa anachunga mbuzi anatarajia Maka kwa milima ya Maka. Alipofikia miaka 12 akamsaidia kufanya biashara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyu Aqil alikuwa ni mtoto, yani yeye na Mtume ni mtoto wa mkubwa na mdogo. Kwa maneno ni wandugu, sio ni wakati Mtume anakimbia kutoka Maka anakwenda Madina. Yeye kitu alifanya ni kuzishana vitu vya familia yote. Sasa yeye ndo alikuwa amebaki pale. Akauzisha vyote vya familia. Waarabu wanaotawala. Wakiishi wanaishi maisha ya familia. Wakinunua nyumba wote wanakaa hapa. Mtoto mkubwa na mdogo na nana. Ndio maana Waarabu mara nyingi sana. Sisi ni Waarabu wao wanaoana wao kwa wao. Juu wanakaa hapa kwenda wanapandiana hivi. Sio vibaya. Yaani vizuri na sio watu kutokana. Lakini tutaweza mke wako na wangu wakikaa nafasi moja, hii ni vita ya tatu hiyo. Sawa? Na wao wanakuja na vitu special. Nani atachukua hayo maana? Ambaye atabeba ataongoza familia. Kila mtu anapandikizwa mambo na nini? Vita inaanza na swala na ndugu yako hadi mheshimiana hata tasmini. Miaka mingi sana. Huyo akija akaanza kuuza vitu vyote, akauza akatafisha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 8 ilikuwa mwezi wa Ramadhani tarehe 20. Akaja akafungua Maka. Alipofungua Maka, kitu ambacho walimuuliza Mtume hata zindara tafadhali ya Rasulullah tena kwa kesho. Walikuwa wanakusudia kwa kesho tutaenda kwa nini unataka wapi tutakuwekea hema? Kiongozi tutamwekea hema wapi? Atakuwa anatokea wapi anakuwa msikiti. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa akamwambia na jihadi ametuachia kitu chochote alikula ashamaliza kisha akasema na hata kama mngekuwa gari ni muslimu wala kafiri Muislamu wa Muislamu na kafiri hamlisi Muislamu pia baba wa Mtume alikuwa Muislamu alikuwa kafiri madhhabu tana nadharu umemaliza masomo hivi ndio mnaingia mke mnaona yale ambayo tunakutanaga nayo katika dunia. Hii ni masala khilafia. Baba wa Mtume kwa Muislamu kwa kafiri. Kila siku ukiona kitu chenye Waislamu wametofautiana au wanachoona wametofautiana, sio cha msingi katika dini, ni tawa. Mnaelewa vizuri? Tawa si mnaelewa. Mtu ukiukata ile China hautaendelea. Ukikata tawa utaendelea kuishi. Unaelewa vizuri? Ni mfano tofauti za Mtume. Baba wa Mtume alikuwa Muislamu alikuwa tofauti kubwa sana kabla Uislamu baada ya Uislamu wa kabla niko alikuwa ni tofauti kubwa. Na mwenye atasema hii ndio kauli yenye nguvu. Kuna siku akakuja miaka yote mimi nimeishi kabla ya miaka mitatu. Kabla ya miaka mitatu nilikuwa niko kwenye kauli inasema kuwa baba wa Mtume ataingia motoni na mama yake. Miaka yote unasikiliza nimaliza masomo zamani. Mwaka wa 2009 na 10 nimemaliza shule. Hii miaka yote nimepita niko nasoma vitabu, niko na msimamo kama ataingia motoni. Mtume alisema walimuuliza hivi baba yangu yuko wapi? Mtu alikuja kumuuliza Mtume baba yangu yuko, akamwambia abi wa abuka kuna baba yangu na baba yako wote wako motoni. Sawa? Nisikie kama ni kauli hiyo na ndio nilikuwa nao. Lakini fi awali la akhir hapa mwisho niko nasoma nikagundua kuna akwali zingine ambazo zinaonyesha kuwa hao watu vipi wataingia motoni. Mungu anasema wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Sisi hatutaadhibu watu mpaka tuwatumie mitume. Sahaba ni haya. Baba yake na mtume wake alikuwa unachikana ndio anaanza tatizo. Baba yake na mtume wa baba yake na mtume ni nani? Abdallah ambaye ni baba yake na mtume. Abdallah ambaye ni baba yake na mtume. Mtume alijazaliwa bado. Mtume wake yeye alikuwa ni nani? Amesema Isa alitumwa kwa wana wa Israeli. Watu wa ukoo 12 za wana wa Israeli. Je, baba yake na mtume alikuwa Bani Israeli? Ni masala tusije tukagombana kwa hizi masaili.
ni masala fiqhia, hazitatuondoa kwenye tatizo. Lakini ukweli wa mambo, mtu akibadilisha misimamo kulingana na hizo masala si tatizo. Usije ukawakazania watu. Na katika ilmu fiqh, ilmu usul, kuna dalili inakuwa qat'i na dhanni. Dalili qat'i ni dalili na precise kitu na inakikata. La taqrabu zina, msizini. Unasikia kuna fikra hapo utajiuliza, unaona acha nipite. Ni zina tu. Sawa. Lakini dalili ambayo ni dhanni ni kama ile. Wakati Mwenyezi Mungu anasema millata abikum Ibrahim, mila ya baba yenu Ibrahim. Ibrahim ni baba yako. Kile Mungu anasema ni baba yangu na ni baba yako. Umeelewa? Baba Ibrahim nani? Wewe ndio nani? Lakini Mungu anasema ni baba yetu. Sawa. Kwa neno baba likija sio dalili qat'i, ni dalili dhanni. Nasi Mtume wakati alimwambia baba yako na baba yangu ni moto, neno abi katika lugha ya Kiarabu halijamaanisha kama ni baba yangu aliyonizaa. Ili upate ushahidi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamnukuu Yakubu alayhi salam wakati anamuuliza wanaye, mataabuduna min ba'di, mimi kifa mtaabudu kitu gani? Yakubu akasema naabudu ilahaka wa ilaha abaika, tutaabudu Mola wako huyo Mola wa baba zako. Akaanza kuwataja wa baba zake na Yakubu. Kwanza mkumbuke kuwa Yakubu baba yake ni Isaka, sio hivyo? Akaanza kuwataja millata abikum Ibrahim wa ilaha naabudu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Ibrahim ni baba yake na Yakubu, baba yake na Yakubu na Isaka. Ibrahim ndo alimzaa Isaka, sio hivyo? Lakini akasema naabudu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Hapa Ibrahim anaitwa baba. Twende mbali kidogo. Wa Ismail, kumbukeni Ismail sio baba yake na Isaka, ni mkubwa wa Isaka, sio hivyo? Lakini aliitwa nani? Baba. Sasa neno baba Mtume alilitumia abuka, baba yako na baba yangu wote wataingia moto. Kipi kinaweza kikakataza kama alikuwa anamkusudia Abu Talib? Sababu baba mdogo na baba mkubwa na yeye anaitwa ushahidi wakati wanamsema Ismaili kuwa ni baba. Qur'an ndio inasema Ismaili ni baba yake na Yakub, na kukataa kama sio baba yake, japokuwa hakuzaliwa na Yakub. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo hizi ni tofauti ndogo ndogo ambazo haziwezi zikavunja chini. Lakini tofauti mathalan leo, tofauti ya Waislamu na Mashia wakinaanzia kwenye nini? Kwenye nguzo za Kishia ni tofauti na zile nguzo za Kiislamu. Kwa hiyo hapa mkisha tofautiana kuhusu nguzo yamekwisha, hamwezi mkapatana mpaka mwisho. Na nielewa vizuri. Kwa hiyo mmetofautiana kuhusu China, walio ni maana mbichi za kuiba hawezi wakapeana mchuzi, ni vigumu kweli. Na nielewa, hii ndio tofauti ya madini na makundi na madhehebu. Madhehebu hawatofautianaji usuli, hawatofautianaji China, wanatofautianaga madawa. Nasikika vizuri. Kwa hiyo hadithi ambayo tunasoma leo, Aqil ibn Abi Talib. Aqil mtoto wa Abu Talib, ambaye Abu Talib ni baba yake mkubwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimlea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema yaumul jumua, ilikuwa siku ya Ijumaa. Baada hiyo ndio anasema hicho kitambaa, mfano kitambaa kiko msikiti zamani, msikiti alhamdulillah mtakawur kabir zamani, ana daraktu almasjid, mimi mzaliwa wa Kinao. Ndio wakati kwa tunasoma palikuwa kitambaa bado chabele, ndio kinawagawa wanaume na wanawake, ndio ilikuwa utaratibu. Kwa hiyo hali kama hiyo ilikuwa zamani, na kule wakati wanasema palikuwa. Sasa hiki kitambaa hichi kilikuwa na maana gani kwa huyo wakati? Wanasema
ni kitambaa tutrahu ala jidari almasjid al-gharbi, kinawekwa kwenye msikiti upande wa jua linapozama. Gharbi al-usul al-arba au jihatu al-arba al-asliya katika jiografia ni nne. Pembe za ulimwengu ni nne za kiasili, kisha zinakuwa 8 kuchanga na zile ambazo zimezidi ni kaskazini, mashariki na magharibi na kaskazini na kusini. Kisha hapa sitazaana kaskazini kusini nini hivyo, zinaenda zinazana zinakuwa. Kwa hiyo walikuwa wamekiweka kwa upande janibil gharbi. Janibil gharbi ni upande wa magharibi. Unasikia vizuri? Upande wa magharibi, yani jua likizama. Jua kawaida huaga linatoka mashariki linazama magharibi. Ndio kawaida. Jua likienda likifika basi likawa ala kabidi sama, linakuwa kwenye utosia, likisakumili linamilisha kivuli chake. Hata mimi nisimame ili tuelewane vizuri. Naona nikisimama saa 6 au saa 6 dakika jua litakoga, hautapata kivuli chake. Sawa? Hautapata julina, lakini likitapoanza kwenda hapa tunaenda saa 6:30, tunaenda nini, unaona kivuli chake kinakuwa kisoka refu. Kadiri inapokwenda kwa kivuli kinaweza kikakushinda urefu ni hali na mwili au na namba ya mwisho kama mimi. Na ukikuta kivuli chake kukue. Wote ndio urefu ni nini? Ni lile jua kadiri linapozama yatubu vipi. Kile kivuli kinaanza na kidamana. Mungu akutuachia hizi sana, alituachia vitu vyenye asili tutazama. Ndio maana ndugu zangu Waislamu, panakuja masala nyingine, adhan ya magharibi au adhan ni hizi saa au ni wakati? Na je, wakati ni hizi saa? Ni kitu kingine kabisa, ni kitu kingine. Ndugu zangu Waislamu, ikawa faidha khashiyat atanfasa kulliha dhilla al-jidar, yani kikianza kumili hichi kitambaa mpaka ikafikiriwa kitambaa kinaonekana chote kule pembeni wakati wa Ijumaa umeenda. Ndio maana utagundua swala ya Ijumaa haiendaki saa 7:30, haiwezekani. Inakwenda mpaka kwenye saa 7, inakwenda mpaka kwenye saa 7. Ukipima wewe siku yote utashuka Ijumaa utazama kivuli kinakwenda wapi. Hakitakuwa vile sawa, kitakuwa kimesha fahimu, kitakuwa kimesha. Ndio anakusudia kile kivuli cha ile tonfasa. Tonfasa anasema ni kitambaa, anakusudia kitambaa. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema huyu wakati kharaja Umar bin Khattab, alitoka Umar bin Khattab, isa iko sawa. Umar bin Khattab alitoka wa swala al-Jum'a, alitoka akasali Ijumaa. Alitoka akasali ibada Ijumaa. Ina marahi, ina etapi ilipita hino. Nataka nigusi etapi kwa sababu msichangae. Etapi ya kwanza Ijumaa haikuwa inasaliwa kama jinsi tunasaliwa fi bidayati al-Islam. Haikuwa inasaliwa kama jinsi tunasaliwa. Ilikuwa inasaliwa kama jinsi tunasaliwa na hivi wanaanza swala kisha khutba inafanya. Mtume akapata wahi na sheria, kwa sababu kubadilika kwa ahkamu, kwa hukumu katika dini lazima Mwenyezi Mungu amwambie mtume akisha kufa mnaishi au tabadili chochote. Ikafiki na badilisho Ijumaa, ikafiki na saliwa khutba ndio inaanza, kisha nini? Kisha swala. Allahumma illa fi ahdi Muawiya, wakati wa Muawiya alirudisha mwaka fankaba sahaba wakatalia wakati hapo mjaliza alikuwa mtubu na amekaa kwa sababu bana Madina alikuwa na mwili mpaka akaanza kutubu na kwa mzao aka swali Ijumaa wa swala Ijumaa kasai Ijumaa rak'atayn rak'ata qala maliku walidu Abi Suhaib, sema nani walidu Abi Suhaib, anasema thumma narji baada salati Ijumaa fanaqilu kabila as-sahaba dhaha, anasema kisha tunarudi nyumbani tunafika tunalala. Swali Ijumaa ilikuwa fupi tofauti na sana ndio ilikuwa iwapi ndefu. Kini Ijumaa za hizi masiku ndio ndefu kuliko swala.
Tumeelewana? Sala ndio inakuwa ndefu kwa Ijumaa. Na kuna sunna ambazo zinaanza kupotea kama kutubu sura Taha. Isoma tu bila kusema maneno. Alhamdulillah, maana kusisi msala kama ni moja kwa hayati na nitosha. Kwa sababu pale ni vigumu kusema nimeleta mambo ya ajabu. Lakini ilikuwa vizuri walimamu wote wanazifanya wala umara hata mara moja katika umri wa msikiti. Wasali wanasoma sura Taha. Mara moja, hakuna kusema neno, ni kuisoma hiyo sura Taha yao wenyewe. Kwa hiyo zangu Waislamu wanarudi wanafika wanasali ya kailula wanafika wanalala mpaka wanazama katika usingizi. Wakati wa bilal na maana Ijumaa ilikuwa wakati hino ulipotisini. Wakilala wanazama katika usingizi alasiri ije unasikia kama palikuwa wakati Ijumaa. Lakini yale ambayo narudi kuyasema na nitabakia gani kusema Ijumaa hazikuwa nyingi kama sisi kwa hiyo wakati. Sijui walitoa wapi ulizeni mkani kama wanaweza wakati. Lakini Ijumaa asili yake kwenye mji iwe moja. Na alhamdulillah wazee wetu zamani Ijumaa ya Buyenzi ilikuwa barabara pia 13. Allahumma ya barakallahu fikum. Ijumaa ilikuwa malengo ya Ijumaa watu wa mji mmoja wakusanyikie kwenye mji mmoja. Ndio. Lakini hivi zimeshakuwa nyingi. Inakuwa ladha ya Ijumaa haiko tena. Barabara 6 ipo, barabara 5 ipo, ya 7 ipo, ya 13 ipo, wa hiya al-asl, ndio yenye asili, na ya 19 ipo, ya 17 ipo, ya 20 ipo, tunawataja kwa sababu na wao ni Waislamu, tutaja wale wa Shia kwa sababu wao Waislamu, kisha ya 24 hizi zote kama mnamo Ijumaa ile moja. Wanaweza kusema kwamba Saudia zina ajabu. Ukikatiza msikiti ipo na lakini Saudia sio dalili. Sio dola Islamia ina mengi ilishafanya katika kheri. Na kuna mengine ambayo hatuwezi tukayatazama kama dalili. Siku Ijumaa zilikuwa kadhaa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nastafidi hapa mzigo wa Islam inshallah. Hamdulillah. Kuna swali ama kuna dalili? Karama somo katika kitabu cha Simu Shukuru Muyassar haijuzu kuswali kufunga macho. Waliokuwa kiabudu macho sio kufunga macho. Majusi wanaoabudu moto wanapokuwa kiabudu wamefunga macho. Kwa hiyo sisi Waislamu haturuhusi. Yaani sio haramu lakini ni karama. Makruh mtu kuswali kufunga macho. Wallahu ta'ala. Na anasema dada yetu hili jambo ambalo linafanyika kwa wazazi wanapofunga ndoa kisha kwa mama zao au binti wanakuwa wanakwenda kutizama, je, alikuwa bado bikra? Je, nasiye ukikuta sio, acheni kujifungulia matatizo wenyewe. Hili ni jambo la mume na mke. Sasa mimi nataka umemwoa mwanamke ukamkuta hayuko hivyo, utafanya nini? Wote kwa tunakuta mambo sisi kwa sisi. Wote kwa tunakuta mambo sisi kwa sisi. Swali la akiingia msafiri na akakuta imamu yuko kwenye raka ya pili, akamilishe pili ama aswali? Swala nzuri. Mtu akiingia msikitini lakini ni msafiri, mfano mtu kutoka Tanzania, kutoka Zambia, amekuja hapa, ameingia Buyenzi akakuta kwa na swala ya laisha, lakini akakuta tuko kwenye raka ya mwisho au ataendelea akaingia mwanadamu, je, ataswali raka mbili au tatu?
mtu yoyote ambaye ni msafiri akakuta mtu ambaye sio msafiri kwa msafiri akaingia kwenye jamaa ya mtu ambaye sio msafiri, lazima akamilishe. Maelezo, lazima akamilishe. Wakati gani msafiri anakamilisha? Ni wakati amediriki swala ya sio kwa msafiri. Tumeelewana? Wallahu ta'ala. Mwanamke akimpenda mwanaume anaweza kuomba mmoja. Shida hiyo. Mwanamke akimpenda mwanamume anaweza kumuomba amuoe, hakuna shida kama. Hakuna shida. Shida ni wale tu wanaomba watakuwa wanasakaza. Kama mtaki simwambia. Mwambie tu mwenyewe baba, mimi sijajipanga. Mimi sijajipanga. Au mwambie asubiri. Yote hayo yanawezekana. Au mwambie maneno mazuri. Sio wale wanataka kujiuza, mimi ndio mwenyewe sasa kuniletea bidhaa wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mwanamke akamwambia mimi na kuomba ulio Mtume akamwambia kuomba ulio na Mtume akakaa kimya. Sahaba mmoja akasema nipe mimi kama mzee. Nimekataa. Mtume akasema akamwambia kuna mahali wale ukanda lakini japokuwa mimi peke ya shule. Kwa hiyo mtu kuomba sio, mimi nashangaa sana. Sio kila siku mwanaume ndio anamwambia mwanamke amuoe. La. Hapa kuna wakati na mwanamke analazimisha anamuoa. Unajua? Kuna wakati kuna mwenyezi Mungu anatumanga hapa duniani watu tofauti na kuna mtu alikuwa karibu. Sema hao ilikuwa shida kubwa sana. Mpaka siku moja nikamwambia mimi hivi tunaenda kwa mtoto binti wa mkubwa wangu. Kwa binti mkubwa. Kumpeleka kanisa. Lakini kabla ya kumpeleka nikaenda kumpanga yule binti yangu sasa. Mtoto mkubwa wangu ndio binti yangu, binti yangu. Hivi mimi nani kumwambia baba mdogo. Sasa nikamtakia nibaka sema hapa. Sasa mleta mtu ambaye wallahi bora kwa dunia na dini vyote vipo sana. Umeelewa binti yako kwamba sikie. Sasa na mlete usimwambie chochote wewe bado. Akasema wallahi kama nikija napenda siwezi. Hakumu. Hawezi alifanya hilo tunakupenda hajawahi kulisema. Watu ni tofauti. Hajawahi kusema wala hakusema lakini anapenda atakuwa tafuta. Nikashika nilimo. Yaani unajua mtu anamletea mtu muhimu sana familia. Unaona huyu mtu tukimpata familia tumepata faida. Sio ya pesa, faida tu. Kuwa na familia yetu. Mimi sasa acha nikuoneshe napeleka kwetu. Kama ikika nilitumia lugha zote mwanangu tizama mwanangu mtu fulani. Nikasema najua vile yake wewe unajua. Lakini shida ni acha tu anaambia na kupenda. Mambo ya shida. Narudi huko namwambia ndugu yangu hivi na hivi mimi situmita aje. Nabii kwanza mimi nikwambia ikawa nilishika kwa hiyo vitu hizi masiku wallahi nitia nilishindikana kabisa. Na kila siku nikikukusha ndio najua nilichokifanya katika maisha. Nilikosesha mwili bahati kubwa duniani. Na pia sio duniani alishika. Yuko pale. Mtu hawezi kwa hiyo stahili hawezi kupata. Ndio alishasema tupenda yani mimi sijui anasema nini. Sasa huyu tutarezana tu. Ndio vitu sio lazima kila siku mwanaume ndio amwambie mwanamke na kupenda. Hata mwanamke anaweza kumwambia mwanaume na kupenda. Sawa. Na wanawake wenyewe wao wanajua wanakuja kupenda, wanapenda nini? Wanawake hizi masiku hawapendi dini, wanapenda majina. Wanapenda majina. Wengi sio hao ambao nimesema kama wao wanauliza. Wengi. Kuna mwanamke anajitafutia na familia inamtafutia maisha. Mwanamke anaingia kwa mwanaume kwa nguvu. Mimi nimevionea mpenzi wallahi. Anaingia na atoki. Na ukienda chef de quartier mmoja kule kwetu ndio nipeleka fasi moja. Unaona unataka kutoka. Kwa mimi niingie hivi
alisema kwa eti mimi niingia hivi niko msasa. Unaona kisi kinabadilika. Shida kazi yana akatizama. Lakini sio msasa. Watu kwa nishtatia maisha mnaotaka. Wallahi watu maisha yamekuwa magumu na familia zinaanza kuwa nini? Kuwa support. Wewe mwanamke anaweza akabaki mchumba cha mwanaume. Na anatengeneza mazingira mazuri kiasikia unaona kama ni kweli. Hauja kaingia kwa mwanaume. Kia nini maisha yalikuwa magumu. Familia watu wanashindwa kujitunza. Wanamuuza binti yao aibu familia. Mtu alifamilia inakubali kuvaa aibu kwa kumtuma mtu wewe ukafanya hichi. Wallahu sana. Mungu atumanishe mwema. Na inajuzu kuna mfanyakazi asiyokuwa Muislamu mchana wa Ramadhani. Inajuzu kuna lakini asili ya nafasi ambapo kwa Ramadhani. Taadhuba mashara ya Ramadhani heshima ya mwezi au pembeni kimya. Nakupa chakula na dini yake sio lazima mlazimisha atakula chakula. Wallahu ta'ala. Je, inafaa umefanyani kwa kuwatolea kina mama mawaidha majina Allah ya Rabbi ndugu zangu sana. Na maswali ya mimi kiasema mimi kama nalaumika. Suala inajuzu kulingania wakina mama, yani darasa mawaidha wakina mama bila wazia hajuzu. Lakini tulifanya hivi miaka mingi sasa tushakuwa na walimu waishakuwa walimu. Hivi maana tunatoa vijana kesho tutakuwa na kutawapa kidogo. Ana walimu wamemaliza wameshabobea ni walimu hivi sasa. Lugha ya Kiarabu, sheria, vitu tauhizi viko si waende sasa hao. Si wanaume tunafuata nini huko? Hata mimi kazi kila kuanza wanafunzi napeleka niko natoa wale walimu kidogo waishi. Kwa sababu malengo ya kuanzisha haya masomo. Wanawake wabaki na wanawake wenzao na sisi tubaki na wanaume mzee. Lakini tutaweza. Mtu aliyosema wanawake kina mama ndio wanatoa. Sasa unashindwa kufanya kazi mpaka unachukua za kina mama. Mimi nishasikia kama sasa mtu mpaka unasema kina mama ndio wanatoa. Unaweza kufikia kazi za mama. Fanya kazi. Ili tupige na kuhakikisha hivi sasa Mungu hivi hakuna udhu tena. Kama hiki mwaka kesho atakuwa pamemaliza saudia zaidi ya mama sawa. Wote ni mazuri. Nani afanye nini kwa wanawake kama somo mengine? Saudia chuo kikuu cha Maka zaidi ya 7 wote watakuwa wamemaliza mashauri. Maana inatoa kila mwaka wako na vitu tena wazima kulikuli kutoa asili yake mezani pale kwa Bakaria. Mwalimu mzuri sana. Yaani ni wale watu tuliwapika wakawa sana. Wako kinalia mke wa Abuazi. Wako wengi ambao siwakumbuki hata ni wengi. Sasa ni kesi ya sisi kuachia tukubali tu. Tukubali tuende tukatafute kazi. Tukafanya kazi ili na wao wache wasomeshe wanawake. Zamani kweli kulikuwa kuna wanawake mkubwa. Sasa hivi kila siku tunatoa. Sio tu kunini na hizi rukia. Hizi rukia mimi niombe hizi rukia ni mbaya. Hivi mnajua kabisa kuna mtu alifia nyumba Mungu watu wabaya. Mama nini? Kuna mtu alikufa mchumba cha mtu alikuwa anakaliwa. Unajua hivi alisema kimya. Kanyosha wao. Kimya. Juu na familia inaona aibu kusema kwa alifia mchumba kwa sababu ni aibu. Walimzika. Jina nishajua na familia ile nishajua. Mtu mwenyewe, mtu mkubwa japokuwa hakuwa yeye alikuwa kijana wake. Acha ni hivyo. Hii dini haitaki kukianisha. Au yeye Mungu kila siku madhara yakatokea.
Unamwacha mtu afanye rukia ibada. Au mpi yeye anaanza asome hizo rukia za nini? Unamchaji pesa familia ya kulipia kwa sekretari wako. Tafuta basi. Ndio dawa tu. Mnawaibia watu wameshachoka. Ukina mama walishakuona. Ukiwaambia tu Jibrili tu atakuwa anateremka sasa hivi anakupa. Tunafanya. Lakini dawa ya haya yote tafuta kazi. Na mimi nawaambia mwezi wiki mbili ngamtaja jina huyo mtu. Gisi alikia alikufa wao wanamsomea ufumo wao. Na hiyo familia iko Ruvumera ili waanze kujua. Hiyo familia iko Ruvumera. Mtu unapeleka mtu kwa mfumo anafia kule, kile unaokopa sana kitangaza alifia kule inakuwa kimya. Kimya kabisa. Acheni huyo utumu, mtakao kabisa. Na waambie kama mbadiliki, mtakao mtu kama umeshindwa kusoma alhamdulillah. So jisomea alhamdulillah. Ni wao wameshindwa kule. Mtajua kwa wao. Mwenyezi Mungu Allah anawapasha. Si wengi lakini ushirikina umekuwa mwingi sana. Wanashika miaka yote kwa kwenye mke naweza kuambia hivi kitu kama mtume Ibrahim. Miaka yote acha kafanye kazi waoneshe watu kusoma alhamdulillah. Hii moja kwa alhamdulillah. Na ndio maana alhamdulillah iko sura tukutia. Kwa sababu la ruqya hakuna ruqya unaweza kuianza kabla hujaanza. Haya matatizo Allah Taala. Kufundishwa ndoa lazima mwanamke awepo au naulizwe. Katika kufundishwa ndoa ni lazima mwanamke awepo au aulizwe. Mwanamke sio lazima awepo. Sio lazima awepo kuulizwa kwa sababu wakati mtume alimuona namna binti Abu Sufyan alikuwa yuko Ethiopia. Mtume yuko Madina. Akamuoa. Na alikaa kule miaka 13 ataonana nao. Sasa sisi tuna miaka 13. Bacheni hayo mambo. Sheria ukienda hawajui kati. Miaka 13 ataonana na mke wake. Wallahu Taala. Ruqya ya kisheria ni ipi? Ruqya ya kisheria lazima iwe na sharti mbili. Kwanza lazima iwe Qur'an. Na haya maneno yametajwa katika kitabu Al-Qawl Mufid. Kisha kitabu cha Ibn juzu la kwanza. Lazima iwe Qur'an. Sharti ya pili lazima iwe dua alizoziomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najua kuna dua mbinguni hapa maeneo za ajabu sana. Ya sallallahu tasakkarta wasitru kitu ya ajabu wanakuja kutisha. Muulize sasa niambie Kiswahili. Wao wazee kila anayesoma na ndiye Kiswahili maana hiyo ndio inapatikana katika kitabu kinaitwa At-Tijaniyya. Kitabu cha Tijani. Kitabu chache sana. Lakini hawajui wanaenda kukumbuka. Kwa hiyo dua alizoziomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio nazitumia bismillah hiyo ni sharti ya pili. Sharti ya tatu, ruqya ni lazima iwe kwa lugha ya Kiarabu. Kwa lugha ya Kiarabu. Siku moja nilikuwa fasi nikamsikia mtu analeta mtu yuko anazungumza. Parle français hiyo kitu inakuwa lazima ruqya iwe lugha ya Kiarabu. Acha kutusumbua. Acha kutusumbua. Ruqya lazima iwe kwa lugha ya Kiarabu. Sasa waulize kwa hiyo lugha ya Kiarabu inaenda kubahatisha kuitisha. Ya nne lazima ruqya iwe kwa maneno ya lugha. Hata kama yako Kiarabu, uyafahamiki unasema nini? Kuna neno liko unasikia kama ni Kiarabu lakini ni maneno ambayo yanatumika na majini kutaka mazungumzo. Ya, wao kama haujui, wao sio kwa sema Kiarabu lakini kuna makodi kwa nakoda na kubwa. Unasikia kama kama yakifika wakikuwa kibali katika nani kibali na mkaki yakikuwa kabisa akimshakana anatoka kifalaki wakati bihamdillahi ta'ala ashqa talaqi rizqi kulluhunna talaqibu na mambo yote mambo haya yanafika. Sasa kulisema kwa sababu na wao wala kuna siku wa dunia
kaboisi hayo aliyajua aje. Hata wafuasi wangu wameanza kushauri sawa na wewe ulitoka. Naona matatizo. Yaani ukiwa mbinguni ndio bigania uwe na roho ya Yesu. Uiweke. Unalingania watu sawa ulicha tuambie walitoa wapi kama huko. Sawa si Allah Taala. Ya kutumia tasbih ya shaka kama wanafanya kutumia tasbih ya shanga ya juzu kwa mwanzo kutoka kwa kadhalika kwa tasbih fanya kwa mkono ndio sheria wa Allah Taala. Na yaani sikusikia hata kidogo. Ni wasauti mahali ya chuma au ya dawa hadi sijui sijaiba lakini alikataza kuvaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe alivaa pete ya chuma. Sasa itakuwa akataza na yeye bana kuna pete yake ilikuwa inaandikwa Muhammad Rasulullah lakini akaona aibu kutanguliza jina lake akatanguliza Allah kisha chini pakaandikwa Muhammad kisha chini yake pakaandikwa Rasulullah. Katika mambo hili sababisha kuwa ni hiyo siku tulikuwa na kila mguu tunakuwa na kila sasa ilikuwa na kila mbele kwa mguu wao. Sasa kila kitoka kiongozi anamwachia kiongozi mwingine. Abubakar Siddiq ndio akawa anatumia katika kuandika barua kwa watumia wafali au Umar bin Khattab ndio akahukumu Waislamu miaka 10 kwa Uthman bin Affan. Siku moja yuko kwenye kisima cha maji amekaa pale anaishika taa hata anaweka anaitazama anafurika na ikateremka ikaanguka. Yaani kapoyo kikaanguka ikateremka kwa kisima. Kuma watu wakikamujia kisima chote kuna au watu na wao wanaanzia hapo hiyo pende ya kukafia na Umar akaitu wao wanaipoteza hiyo huko mwema ikawa na akawa Uthman na swala na hata kuna nini na mama ameshafika haraka sawa. Waislamu anauliza msafiri sala yake ya safari inaanzia wapi? Inaishia. Nasema anauliza na mimi nawauliza inaanzia wapi? Hapa ndani. Na hii ndio matatizo ya hapa kwetu. Watu wengi wanaanzia safari kwa Allah wakati ukitoka kwenye kijiji chao. Ukitoka kwenye kijiji chao, mfano unasafiri. Ukitoka kwenye kijiji chao unakwenda, umefika airport. Airport ilikuwa Bujumbura au ilikuwa nje ya Bujumbura? Airport iko Bujumbura. Mama yangu wewe. Nani aliwaambia? Iko Bujumbura leo. Ilikuwa nje ya kijiji chao. Ndio maana tulikuwa tunasalia mle airport swala. Hasa wakati mimi niko naongoza nje, tulikuwa tunasalia. Basi wakakereka mpaka kero zikawashinda wakatuwekea msikiti hivi wanawaambia nendeni kule kule. Pako msikiti na pako kanisa pembeni zima wake. Alhamdulillah. Mungu ajalie nchi yetu isina. Tunaswalia mle basi inaisha. Nataka nini kingi? Nataka nini? Tuleta fujo mtajibu. Mimi nasema Mungu aweke amani. Tushaswalia. Nataka mimi nishaenda mwekunu ndani nitasalia. Ndio usiziwi wapi kapiga swala ya magharibi kwa na mufti wakati anaingia sio ule mwingine wakati anaingia tukaenda kwa tuko wawili kwa sasa swala imefanya kienda pembeni kwa swala alika senga mtaka nategemea vingine vya zaidi mimi sijui na acha tuone akaraka kisha na swala nimesahau jamaa. Mwisho wa swala ya safari, kuiswali safari ni wakati unafika kwenye kijiji chako. Na mwanzo wake ni wakati unatoka kwenye kijiji chako. Kijiji chako. Ukitoka unaweza ukaswali safari. Sio mle kwako. Nasikika wala
kijiji chako. Ukisha kiacha basi sasa ndio unaanza safari. Hivyo hata miaka yote hizo kama unanini uko msafiri. Acha kutoka. Umekwenda Saudi kutumika kontra ya miaka mitano. Wewe ni mwenyeji au msafiri? Haiwezekani au kwa mwenyeji. Hapa, wewe uko mtu wa pale. Haiwezekani. Uko msafiri. Ushasikia? Swali, umekwenda Saudi umekaa pale mwaka mmoja na uko na mke na watoto. Wewe ni mwenyeji au msafiri? Mwenyeji kwa sababu familia iko pale. Fahimu? Umeelewa? Wallahu ta'ala ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. وصلنا قال الذين معنا وصلنا وصلى الله عليه وسلم